Wana Simba wanakuambia kwamba wao kwenye kila mchezo ndani ya msimu huu ni kama fainali. Ya maana kwamba wanahitaji kushinda kila mchezo ili wajiweke kwenye maeneo mazuri zaidi ya kuweza kunyakua ubingwa ligi kuu ndani ya msimu huu. Tunafahamu mpaka sasa hivi wapo nyuma kwa alama 2 pekee, ambapo jambo lolote linaweza likatokea, hasa pia kutokana na ratiba ambayo walionayo, lakini pia hata hivyo wakitazama ratiba kwa upande wa klabu ya Yanga. Sasa tayari kwa upande wa mwalimu Steve Becker ameshaandaa kikosi chake ambacho anaamini kwamba kitakwenda kumpa alama 3. Huu ni mchezo ambao kwa upande wa Simba wanahitaji ushindi dhidi ya Coastal Union kwa ajili ya kukaa kileleni. Sasa kabla hatujakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa langoni kama kawaida yupo Jibrila Kasali. Kwa upande wa Kasali anaendelea kuwa chaguo la kwanza kwa upande wa klabu ya Simba kutokana na ubora ambao amekuwa akionyesha, kutokana na namna ambavyo amekuwa akiwasiliana vyema na ulinzi wake. Kwa upande wa mwalimu anamhitaji Kasali kuwa nguzo ya mwisho wa ulinzi kwa ajili ya kusaidia mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo David Kameta Duchu. Kwa upande wa David Kameta tunafahamu ni beki ambaye kwa mechi za hivi karibuni ameanza kuonyesha ule uwezo ambao wengi pia walikuwa wanautarajia. Na pia hata sasa tunaona kile ambacho amekuwa akikionyesha. Kasi yake, kupiga cross kiufundi zaidi, kurudi haraka kukaba. Kwa upande wa kocha atakuwa anapenda zaidi Kameta kupanda kwa ajili ya kuongeza idadi ya watu pale mbele. Lakini pia Nixon Kibabage moja kwa moja yuko kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Kibabage tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na nidhamu ya hali ya juu, amekuwa na tunasema kwamba amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa anajituma, amekuwa akipambana vizuri na mawinga wa aina yoyote kwenye eneo hilo. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka zaidi kuhakikisha anapanda zaidi kwenye eneo hilo la kushoto. Wakati huo pia Lashin Dirak yuko katikati pale. Huyu ndiye ambaye tunafahamu ndio kika upande wa klabu ya Simba kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Dirak ni kiongozi wa safu ya ulinzi, lakini pia ni kutokana na utulivu wake wa hali ya juu, wakati huo pia kuanzisha mashambulizi. Yeye ndiye ambaye atakuwa kiongozi kuhakikisha timu inakuwa imara kwenye eneo la kujilinda. Wakati huo pia Ismail Ture moja kwa moja atasaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Ismail Ture kwa sasa tunaweza kusema kwamba huyu ni beki ambaye amekuwa anaonyesha ubora wa hali ya juu. Ana uwezo wa kusoma mchezo vizuri. Kwa upande wa mwalimu anaona namna ambavyo amekuwa kizuia, maana kwamba anaamini kwamba kwa upande wa klabu ya Simba itakuwa na utimamu pale ambapo ulinzi unakuwa namna hiyo. Lakini pia kwenye upande wa kiungo wa kati yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ni kiungo ambaye anafanya kazi kubwa ya ulinzi, ana uwezo mzuri wa kupora mipira, lakini pia kukimbia sana. Mchezaji ambaye amekuwa na nidhamu ya mchezo. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kulinda mabeki kwa ajili ya kuvunja mashambulizi ambayo Coastal Union atakuwa akiyatumia. Lakini pia eneo la juu wako viungo wawili. Kwanza yuko Neo Maema. Kwa upande wa Neo Maema tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa na ubunifu mkubwa kwenye eneo la katikati. Ana uwezo wa kusambaza mipira, anaunganisha timu, ana utulivu wa hali ya juu. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji kwa upande wa Maema kudhibiti tempo ya mchezo kwa ajili ya kusaidia zaidi kusukuma timu kwenye eneo la mbele. Lakini pia kwenye eneo hilo la juu atasaidiana na kiungo mwingine ambaye ni Kratos Chota Chama ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu hivi sasa. Ukitaja mchezaji ambaye yuko kwenye utimamu ndani ya mwezi huu wa 5, unaweza kumtaja Kratos Chota Chama. Ni kutokana na kila mechi ambayo amecheza ndani ya mwezi huu ameweza kufunga. Hicho ndicho kitu pekee ambacho amekuwa anakionyesha kwa upande wake. Kwa hiyo tunasubiri tuone nini hasa pia kwa upande wa Chama atakionyesha kwenye mchezo wa leo. Lakini pia Libase Geye atakwenda kusimama moja kwa moja kwenye eneo la winga pembeni kulia. Kwa upande wa Geye tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, lakini pia amekuwa na uwezo wa kupenya ulinzi, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa akipiga cross sahihi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji Libase kutumika zaidi kuvuruga ile safu ya ulinzi kupitia kwenye eneo la pembeni. Lakini pia Anset Oura anaendelea kurejea taratibu ndani ya kikosi. Tunafahamu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, kasi yake, uwezo wa kupiga yale mashuti ya mbali pale ambapo anapata nafasi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kwa upande wa Anset Oura kushambulia kupitia kwenye eneo hilo la kushoto, huku akisaidia zaidi kutengeneza nafasi. Lakini pia kwa wakati huu Selemani Mwalimu anapewa nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa upande wa Selemani tunafahamu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa, ana uwezo wa kumaliza nafasi, lakini pia na uwezo wa kushikilia mipira, nguvu, lakini pia na kukaa kwenye eneo sahihi. Maana kwamba huyu ndiye mchezaji ambaye atakuwa anatazama nini hasa ambacho atakuwa anakitoa kwenye eneo la